Ya leo tarehe 12 ya mwezi wa 11 mwaka 2025, kesi ya jinai dhidi ya mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo ndugu Tundu Mungwai Antipas Lissu ilikuwa mbele ya majaji watatu, Jaji Ndunguru, Kalema na Kiwonde, na siku ya leo serikali ilikuwa inatakiwa ilete shahidi wake watatu. Shahidi huyo inaonekana kwamba ni shahidi wa kificho ambaye yuko katika ulinzi. Mara tu baada ya huyo serikali kusema kwamba au jamhuri kusema inataka kumpiga shahidi atoe ushahidi wake katika kizimba, mwenyekiti wa chama chetu Tundu Antipas Lissu aliwasilisha pingamizi akipinga kwamba huyo shahidi na mashahidi wote wale ambao wanadaiwa kwamba wamepata kinga ya mahakama wasiweze kuonekana, kwamba hana sifa hiyo, hajawahi kupata kinga hiyo ya mahakama, kwa sababu ile amri ya Jaji Mtembwa haikutoa zuio kwamba au haikutoa kinga kwamba huyo mtu afichwe katika kizimba maalum. Katika maombi yao serikali ambao waliwasilisha tarehe 14 ya mwezi wa 7 mwaka 2025, wao waliomba kwamba majina yao na utambulisho wao ndio ambao ufichwe, lakini sio kwamba wafichwe katika kizimba maalum ambacho kimejengwa. Na sheria iko wazi, ile kanuni ambazo zimetungwa mwaka huu mwezi wa 7 zinasema kwamba inabidi mtu anayetaka kutoa ushahidi kwa kificho, hicho kizimba chake maalum lazima kiwe sawa, kinamwonyesha kwamba asionekane kwa upande wa watu ambao wako mahakamani, lakini aonekane kwa jaji na au hakimu ambaye anasikiliza kesi. Sasa kizimba ambacho kimejengwa hapo mahakamani, hata majaji hawezi kumuona huyo shahidi. Kwa hiyo ni kwamba inakuwa ni mtu hata una uhakika nini kinaendelea. Msingi mkubwa wa jaji kumuona shahidi au mtu anayetoa ushahidi kwa kificho ni kwamba wao waweze kujua ni nani na waweze kuhakikisha kwamba yeye anavokaa pale mahakamani kuaminika kwake kunakuwa kukoje. Kwa hiyo Lissu ameweza kupitisha mahakama katika sheria mbalimbali na jinsi ambavyo zile kanuni zimekiukwa, na msingi mkubwa wa zile kanuni bado, licha kwamba mtu wa shahidi anakuwa amefichwa, lazima ile haki ya kusikilizwa kwa ukamilifu au usawa mbele ya sheria izingatiwe, na kwamba haki ionekane inatendeka. Hasa kama shahidi anafichwa, hata jaji amuoni na amjui ni nani, inaweza kuwa hata mashahidi wa kubambikiza au wengine wa mchongo ambao wanaweza kuingiza katika kivuli kile. Kwa hiyo upande pekee ambao unamfahamu ilikuwa ni hoja ya mwenyekiti. Upande pekee katika kesi ambao unamfahamu shahidi huyo ni upande wa mashtaka. Jaji amfahamu na mshtakiwa hata mfahamu. Kwa hiyo ikawa ni hizo hoja, na amepitisha mahakama katika hoja mbalimbali za kuonyesha jinsi gani kwamba Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ilikuwa imesiginwa, ibara ya 13 ibara ndogo ya 6A na ibara ya 107 A kubwa ibara ndogo ya 2, ambazo zote zinakazania kwamba msingi wa kusikilizwa kwa ukamilifu. Na akazungumzia vile vile kwamba hata hiyo sheria basi, hii sheria ambayo inadaiwa kwamba ndiyo ambayo inatoa haki ya kificho ambayo ilitungwa mwaka 2018, sheria hiyo haijawahi kuchapishwa katika gazeti maalum la serikali. Katika gazeti la serikali likitangaza kwamba sheria inaanza kufanya kazi lini, hatari yake ni nini. Mwenyekiti ameeleza kwamba watu wengi wameguswa sana na hiyo sheria ambayo haijawahi kuchapishwa kwenye gazeti la serikali. Ameonyesha kwamba kuna utafiti umefanyika. Maktaba Kuu ya Tanzania, ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali, ofisi ya wakili mkuu wa serikali, ofisi ya mbalimbali za serikali ambazo nyaraka zinatakiwa zipelekwe, inaonekana kwamba hiyo sheria haijawahi kuchapishwa, na hakuna kumbukumbu ya gazeti la kuchapishwa au siku lini kwamba hiyo sheria inaanza kufanya kazi. Imeshawahi kuwasilishwa katika hizo taasisi. Ukienda kule maktaba kuu utapata, ukienda katika ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali hautapata, ukija hapa Mahakama Kuu ya Tanzania hapa Dar es Salaam hapa hautaipata hiyo sheria, hilo gazeti. Mwisho wa siku ni kwamba hii sheria ambayo imekuwa inatumika kinyume cha sheria inavyoagiza, kwamba lazima sheria yenyewe itangaze lini itaanza kufanya kazi, au basi ionekane kwamba kuna sheria nyingine itaitangazia kwamba inatakiwa kufanya kazi na iwe imewasilishwa bungeni. Watafiti wanasheria wamekwenda bungeni, wameangalia kule bungeni kwa zile answers zote zinaonyesha kwamba hakuna siku hata moja katika vile vikao 6 mfululizo ambavyo vya bunge vya mwaka 2018 na 2019 ambayo sheria hiyo imeshawahi kuwasilishwa na ilivyo kwa nini kuonyesha kwamba serikali imetekeleza matakwa ya sheria ile ya utafsiri wa sheria ambayo inadai kwamba sheria ikichapishwa kupitia gazeti la serikali basi iwasilishwe bungeni. Hicho hakijafanyika. Sasa baada ya haya yote basi mawakili wa serikali wamesema kwamba wao wanahitaji muda mrefu kwa kidogo kufanya utafiti kupita sehemu zote hizo ambazo mwenyekiti amezitaja, ina wao waweze kutoa majibu yanayotosheleza. Sasa kutokana na hivyo basi mahakama imesema kwamba imekubaliana na hoja ya serikali
kwamba inahitaji muda wa kuweza kuwapatia muda mrefu kidogo wao kufanya utafiti huo, lakini kikao hiki cha kesi hii leo ndio siku yake ya mwisho. Kwa hiyo sasa inabidi tena ipangwe kikao kingine cha kuweza kusikia kesi hii ambacho ilikuwa ni rai ya mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo kwamba sio muda mrefu sana, kwa sababu mpaka leo ni siku yake 223 akiwa kule gerezani, na kama anavyosema yuko katika sehemu zile ambazo watu wamefanya nini, wamehukumiwa hukumu za kifo, kunyongwa. Kwa hiyo sasa ni hali hiyo ambayo imejitokeza. Kwa hiyo kesi hii imeahirishwa kwa muda kwanza serikali wafanye utafiti wao, lakini kubwa zaidi msajili wa Mahakama Kuu apange tarehe nyingine ya kesi itakapoendelea. Lakini tahadhari ambayo napenda kuifahamisha watu ni kwamba mwaka wa mahakama unafikia mwisho tarehe 15 mwezi wa 12 mwezi ujao maana yake hiyo. Kwa hiyo basi ilikuwa ni kwamba tungetegemea kwamba itapangwa haraka zaidi katika muda uliobakia, kwamba kesi hii ndani ya mwezi mmoja basi iweze kupangwa na kesi iweze kuendelea, na mwisho wa siku tuweze kujua kama tuna sababu yote ile. Kama pingamizi la mwenyekiti likubalika ni kwamba kesi imekufa, kwa sababu wale mashahidi kama ukikataliwa wote ambao hawana uficho, vinginevyo itabidi wawe mashahidi ambao watakuwa nini, hawana uficho, itabidi waonekane mbele ya mahakama. Sasa sijui kama serikali watakuwa tayari kuendelea na kesi. Thank you.